Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu leo tarehe 6 mwezi wa 4 mwaka 2026, Jumatatu, katika oktava ya ufufuko wa Bwana. Masomo yetu ya leo yatakuwa kama ifuatavyo. Somo la kwanza katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya 14 aya 22 hadi ya 33. Na somo la Injili kitabu cha Mwinjili Mathayo sura ya 28 aya 8 hadi ya 15. Karibuni tusikilize somo la Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Wanawake waliondoka upesi kutoka kaburini kwa hofu na furaha nyingi, wakaenda mbio kuwapasha wanafunzi wake habari. Na tazama, Yesu akakutana nao akisema, salamu. Wakakaribia, wakamshika miguu, wakamsujudia. Kisha Yesu akawaambia, msiogope, enendeni mkawaambie ndugu zangu waende Galilaya, ndiko watakakoniona. Na wale walipokuwa wakienda, tazama, baadhi ya askari waliingia mjini, wakawapasha wakuu wa makuhani habari za mambo yote yaliyotendeka. Wakakusanyika pamoja na wazee, wakafanya shauri, wakawapa askari fedha nyingi, wakisema, semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku wakamwiba sisi tulipokuwa tumelala. Na neno hili likisikilikana kwa liwali, sisi tutasema naye, nanyi tutaondolea wasiwasi. Basi wakazitoa zile fedha, wakafanya kama walivyofundishwa. Na neno hilo likaenea kati ya Wayahudi hata leo. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, leo ni Jumatatu, siku ya kwanza katika oktava ya ufufuko wa Bwana. Oktava ni kipindi cha siku 8 kinachofuata baada ya sikukuu kubwa, ambapo sherehe ya kiliturujia inaendelea kusherekewa kwa namna ya pekee. Neno oktava inatokana na neno la Kilatini, yaani octava dies, likimaanisha siku 8. Siku hizi 8 hufuatana na sikukuu ya Pasaka au Noeli, ambayo kila siku fumbo lile lile huendelea kusherekewa. Kwa mfano, siku ya oktava ya Pasaka huadhimishwa kama siku ya Pasaka. Hivyo oktava katika Pasaka inatufundisha kwamba fumbo la ufufuko wa Kristo ni kubwa mno na haliwezi kusherekewa kwa siku moja tu. Ni mwaliko wa kuingia kwa kina zaidi katika ukweli, haki, uhuru na upendo wa fumbo la wokovu. Ni kipindi cha neema kinachotupa nafasi ya kuishi na kushirikisha furaha ya Pasaka kwa kina zaidi. Na oktava ya Pasaka huanza Jumapili ya Pasaka na kuendelea hadi Jumapili inayofuata, yaani Jumapili ya huruma ya Mungu. Katika tafakari ya neno la Mungu leo, tuongozwe na wazo kuu linalosema, ukweli ndiyo njia ya kuishi maisha ya ushuhuda. Wapendwa, katika Injili tumesikia baada ya Yesu kufufuka anawatokea wanawake wawili ambao ni Maria Magdalena na yule Maria mwingine. Anawaambia wakawapashe habari ndugu zake ya kuwa amefufuka. Hii inaonyesha kwamba ufufuko si tukio la mtu mmoja, bali ni zawadi ya ulimwengu mzima. Wanawake hawa wanakuwa mashahidi wa kwanza kukutana na Bwana mfufuka na ni wajumbe wa kwanza wa ufufuko. Wafuasi wanaitwa na Bwana ndugu, na wanapewa hadhi mpya inayotolewa kwa wale wote wanaomwamini, kama sisi wa Kristo, ambapo kwa ubatizo tunafanywa kuwa kaka na dada wa Yesu Kristo
na tunakuwa watoto wa Mungu na kanisa. Kupitia ujumbe huu, Yesu Kristo anaikusanya upya jumuiya yake iliyovunjika kwa hofu dhidi ya mateso kwa sababu ya imani yao, na kuijenga kuwa jumuiya mpya inayojikita katika ufufuko. Vivyo hivyo, liturujia yetu ya Pasaka kuanzia Alhamisi Kuu, Ijumaa Kuu hadi Jumapili ya Pasaka inatufanya sisi pia kuwa misionari wa ukweli wa Pasaka. Wapendwa, ikiwa tumepata ukaribu na Kristo, tushirikishe wengine ukweli wa ufufuko na neema inayopatikana kwa kukombolewa kwetu kutoka utumwa wa dhambi na mauti, sio kutumia pesa na mamlaka yetu kwa kuuficha ukweli na kuufanya uongo uonekane zaidi, kama wale wazee walivyofanya shauri na kuwapa fedha askari na kuwashawishi waseme kuwa wanafunzi wake wamemuiba walipokuwa wamesinzia. Kitendo hichi cha kutoa hongo ni ushahidi mkubwa wa ukweli kuwa Yesu Kristo amefufuka, kwa sababu hongo hiyo ilitolewa kwa walinzi wakiwa ndio mashahidi wa karibu wa ufufuko ili washuhudie uongo. Laiti kama wangepata ushujaa wa kufunua vinywa vyao na kusema ukweli juu ya ufufuko wa Kristo, ungejidhihirisha mbele ya watu wote duniani na watu wote wangesadiki ukweli huo. Wapendwa, rushwa ni adui wa haki na maendeleo katika jamii. Mtakatifu Yohane Chrysostom katika mahubiri yake juu ya Injili ya Mathayo alisisitiza kwamba mali na madaraka havipaswi kutumiwa kwa manufaa binafsi, bali kwa huduma ya wengine. Alikemea vikali ufisadi na ulafi miongoni mwa viongozi wa kisiasa na wa kanisa. Aliona rushwa kama dhambi inayoharibu jamii kwa sababu inamnyima maskini haki zake na kueneza ukosefu wa uadilifu. Pia aliona rushwa kama kinyume cha Injili, haki kama wajibu wa kila Mkristo na ukweli kama msingi wa maisha ya jamii. Mafundisho yake bado yanahimiza kanisa na jamii ya leo kupinga rushwa na ufisadi na kutetea haki na kuishi kwa ukweli wa Kristo. Wapendwa, Kristo amefufuka, ametuagiza tuwe mashahidi wa ukweli unaopatikana kupitia yeye, na tuendelee kuutangaza hata ikitupasa kufa. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie nguvu na ujasiri wa kushuhudia ukweli unaopatikana katika Kristo Bwana, bila kusahau kuwa Pasaka inatufundisha kwamba imani ya Kristo tuliyopokea si kwa ajili yetu pekee, bali kwa ajili ya ulimwengu mzima. Kristo amefufuka, kweli amefufuka. Tafakari hii inaletwa kwenu nami Frateri William Sitwe Stefano kutoka Jimbo Kuu Katoliki la Mwanza, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika Seminari Kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala. Tumsifu Yesu Kristo.